la Yesu Kristo wa Nazareti. Nisaidie kushusha kichwa chako, kuinamisha kichwa chako chini. Na kushukuru sana Baba wa rehema. Nimesema neno lako sawa sawa na neno lako unalosema kwamba yeye aliye na neno lako aliseme kwa uaminifu kwa kadiri ya neema ya nguvu ambayo amejaliwa na Mungu. Jumanne leo Baba yangu uketie mahali pa juu sana palipoinuka. Nimelisema neno lako kwa uaminifu kwa kadiri ya nguvu ulionijalia Bwana, kwa kadiri ya maarifa ulionijalia Bwana, kwa ajili ya upako ulionijalia Mfalme, kwa kadiri ya neema ulionijalia Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na jioni ya leo Baba yangu, yuko mtu mmoja ambaye anataka kufanya maamuzi ya kukuamini Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wako wengine mahali hapa ambao hawahitaji kukuonea aibu, wamesema wameteseka katika hali ya maisha ambayo wamepitia, na jioni ya leo wanataka kufanya maamuzi pasipo kuangalia ya kwamba nani yuko pembeni yake, kama Zakayo alivyofanya maamuzi alipotamani kukujua Yesu, alipotamani kukuona Yesu, akakimbia Bwana na kupanda kwenye ule mkuyu. Alitamani kukujua Yesu, na ulivyoiona nia ya moyo wake Bwana, ulipofika katika ule mkuyu ukasema Zakayo shuka, katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo tena Baba, yuko mtu mmoja ndani ya moyo wake amedhamiria Bwana kufanya mapinduzi, kuamua kukupokea Yesu, kuamua kukurudia Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, katika jina la Yesu. Wako wengine Bwana ambao wanatamani kufanya hivyo katika hali ya usiri. Baba, katika hali yoyote ninamwombea mtu huyo katika jina la Yesu. Ninamwombea mtu huyo kwa damu ya mwana-kondoo, anapenda kufanya maamuzi. Roho Mtakatifu unathibitisha kwa habari ya haki, hukumu pamoja na dhambi. Jioni ya leo naomba Bwana umsaidie sasa. Ninaomba umsaidie baba huyo, ninaomba umsaidie mama huyo, ninaomba umsaidie kijana huyo wa kike, ninaomba umsaidie kijana huyo wa kiume kufanya maamuzi Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wangu na baba yangu, kwa kadiri ya neema iliyo juu ya mkutano huu, kwa kadiri ya neema iliyo juu ya mji wa Kaugeri, Baba ninaomba umsaidie sasa mtu huyo kufanya maamuzi katika jina la Yesu. Ukiwa umeinamisha kichwa chako, nataka niombe na wewe ambao unasema nimesikia neno la Mungu, ninataka nifanye maamuzi ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lakini pia inawezekana ulikuwa umeanguka, ulikuwa umeokoka zamani lakini ukarudi nyuma. Unasema leo nataka nifanye maamuzi ya kumrudia Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba nyosha mkono wako mahali ulipo. Nitaomba na wewe hapo hapo ulipo. Nitaomba na wewe hapo hapo ulipo. Mungu akubariki wewe ambao unanyosha mkono. Mungu akubariki. Ndio, Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe ambaye unanyosha mkono. Natamani niombe na wewe. Huna haja ya kumwonea mtu aibu. Huna haja ya kumwonea mtu aibu. Haya ni maisha yako wewe.